Miale ya jua ilipokuwa ikizama juu ya maji ya bluu ya Ghuba ya Uajemi, anga lilijaa sauti ya nguvu na ari ya ulinzi. Huko katikati ya upepo wa chumvi wa bahari na kivuli cha meli za kivita, Meja Jenerali Ghulam Ali Abdullahi, kamanda mkuu wa kituo cha kati cha Hatam al-Anbiya, makao ya juu ya vita vya Iran, alisimama imara katika visiwa vya Grita TUNB, Reza TUNB, Bu Musa na Siri, akiwasha taa za tahadhari kwa wote wanaothubutu kuichokoza Jamhuri ya Kiislamu. Leo kila pwani, kila kisiwa, kila meli yetu imeinua bendera ya utayari, na tupo macho, tupo tayari na tupo thabiti kutetea mipaka yetu ya ardhi na maji kwa gharama yoyote. Mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo iliyosikika kama sauti ya radi juu ya upepo wa vita ilionyesha kile wachambuzi wanakiita enzi mpya ya uimara wa Iran katika bahari. Kwa mujibu wa Abdullahi, viwango vya ulinzi katika visiwa hivyo muhimu vimepanda kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, huku jeshi la wanamaji likiwa limejipanga kikamilifu kukabiliana na tishio lolote, iwe kutoka Tel Aviv au Washington. Wiki chache zilizopita, viongozi waandamizi wa kijeshi walitembelea ukanda huo wa kusini. Meja Jenerali Saidi Abdullahim Mousavi, mkuu wa majeshi ya Iran, alikagua vikosi vya mashambulizi ya baharini katika mkoa wa Hormuzgan, akisisitiza ushirikiano wa karibu kati ya jeshi la taifa na walinzi wa mapinduzi IRGC. Wakati huo huo, Meja Jenerali Mohamed Papu, kamanda wa IRGC Ground Force, aliwatembelea wapiganaji wa IRGC Navy walioko katika visiwa hivyo, akitangaza kwa ujasiri akisema, bahari hii iko chini ya macho yetu. Adui yeyote atakayevuka mstari atazama na historia itashuhudia. Uchambuzi wa kijeshi unaonyesha kwa matembezi haya ya viongozi waandamizi si safari za kawaida, ni ujumbe wa moja kwa moja kwa wale wanaochochea upepo wa Ghuba kwamba Irani iko macho na imejipanga kwa kila aina ya shambulio. Hali ya taharuki imekuwa ikiendelea tangu Juni baada ya Israeli na Marekani kushambulia maeneo ya nyuklia na ulinzi wa Irani kwa ushirikiano wa siri. Ingawa Irani ilijibu kwa nguvu na kuleta mizinga ya heshima na hofu, wachambuzi wanasema duru mpya ya mapambano inaweza kulipuka baharini, hasa katika Strait of Hormuz, njia nyembamba lakini yenye nguvu ya dunia. Hapo ndipo dunia nzima inategemea, mahali ambapo zaidi ya 20% ya mafuta ya dunia, karibu mapipa milioni 18 kwa siku, hupita kama damu katika mishipa ya uchumi wa kimataifa. Mchambuzi mmoja wa nishati alisema, kufungwa kwa Hormuz ni sawa na dunia kushikwa koo. Bei za mafuta zingepanda kwa 80% ndani ya wiki moja na viwanda vingelia kimya. Teherani sasa imeweka macho yake yote katika bahari hiyo ya kimkakati. Vyanzo vya kijeshi vimethibitisha kuwa rada na vikosi vya droni vimechukua tahadhari ya juu, vikifuatilia kila harakati ya manowari za Marekani na droni za Israel. Na katika kivuli cha usiku wa Ghuba, ambapo mawimbi yanagonga mawe kwa sauti ya tambiko, ujumbe wa Irani uko wazi kama mwanga wa manowari zake, huku ikibainisha kuwa inatetea si tu ardhi bali heshima ya taifa, na bahari hiyo haitakuwa uwanja wa wavamizi bali ni ukumbi wa historia na ujasiri.